Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji wetu wa kipindi chetu cha tafakari ya siku. Bwana ametujalia neema siku ya leo, nami ni kusalimu leo tena katika jina la Yesu Kristo. Nuru ya Bwana imetuangazia asubuhi ya leo, na tunatafakari katika kile kitabu cha Isaya sura ile ya 3 mstari ule wa 10. Biblia inasema, waambieni wenye haki ya kuwa watakuwa heri, kwa maana watakula matunda ya matendo yao. Kwa maana watakula matunda ya watakula matunda ya matendo yao. Lakini anasema mstari wa 11, ole wake mtu mbaya, shari itakuwa kwake, kwa maana atapewa ijara ya mikono yake. Hapa kuna thawabu zinazoachiliwa tukiwa bado tuko duniani tunaishi, lakini na thawabu ambazo tunazokwenda kupokea baada ya maisha yetu hapa duniani. Hapa duniani mtu anakula matunda ya matendo yake. Maisha yangu ya kuishi hapa duniani yanazaa matunda pia hapa duniani, kabla yale matunda ya mwisho ya hukumu hayajatokeza. Matunda ya mwisho ni mtoto wa mwisho, lakini kuna mtoto wa kwanza na wa pili labda na watatu, ambao hao wanazaliwa hapa duniani, kwa sababu wanazaliwa kutokana na matendo, na hao wanakuwa ni matunda ya matendo yangu. Nimejifunza kitu fulani zama za ujinga za kutokujua, lakini nikiwa nimeokoka. Katika ujinga tunakuwa tunaenenda hatujui, kwa sababu labda hatujafundishwa ama kwa namna yote ile, lakini tukajikuta kwamba tunaishi visivyo. Ndio maana kile itwapo leo kuna kutengeneza, kwa sababu jana sio leo. Yamkini jana kuna kitu ambacho niliona kiko sawa kwa sababu nilikizoea, ila leo nimefundishwa nikajua sio sawa. Kwa hiyo jana haitakuwa leo, na jana ina matunda yake, na leo baada ya kufundishwa ina matunda yake yatazaliwa. Na matunda hayo, kabla hatujazungumza habari ya matunda ya mwisho baada ya maisha hapa duniani, tunazungumza matunda ya sasa ambayo yanapatikana hapa duniani. Kwa manake mtu huyaishi yale anayotenda. Sasa kuyaishi yale anayoyatenda, kwa manake anakula matunda, kwa sababu kuna wakati ambapo tunaona kabisa kwamba tunafanya yale ambayo sio, lakini hatujui ama mwingine anajua. Sasa anasema waambieni wenye haki ya kuwa watakuwa heri. Unaona, mtu anavuna kile alichopanda. Wewe ukitenda haki utavuna tu katika haki ulioitenda. Kuna vitu nitasema mimi, napenda kusema habari zangu mwenyewe. Mimi hata kama ni dhambi naweka wazi, kwa sababu haipo tena, nilishatubu, ilishaondoka, na huo ulikuwa ni ujinga wakati huo. Dhambi haifichwi. Ukiificha dhambi ukaifukia kule chini itafumuka siku moja. Kwa hiyo dhambi haifichwi. Dhambi inatolewa, inapigwa, inatoka na inakwenda zake. Kwa hiyo hata ukiizungumza unaizungumza katika uhuru, kwa ajili mtu mwingine ajifunze. Kuna wakati niliishi kwa namna fulani, nikayafanya mambo ya namna fulani, nikadhani kwamba niko kwenye haki, kumbe nilikuwa siko kwenye haki. Wakati ambapo unafikiri kwamba una haki, tena unadai hiki, unafanya hivi, hata kama ni kudai mbele za Mungu, ama una haki, lakini unadhani una haki. Hiyo hali ni mambo ya zamani. Nikisema zamani kwa sababu nimeokoka miaka ya 80 mimi. Sasa miaka ya kule mwanzo huko zamani, wakati bado ndo unaenda ukifundishwa, unakuwa kuna mambo ambayo ulikuwa unaishi watu na wafanyia hivyo, unaona ni sawa, ambapo mpaka sasa kuna mtu mwingine hasamei, anafikiri kwamba ni sawa.
Unaona? Sasa vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa yale ambayo nilikuwa nayafanya wakati huo ama nayaishi kipindi hicho, naomba niwe mkweli kwenu kuwaambia kwamba niliyalipa. Nilikuja kuingizwa kwenye hayo hayo, lakini kwa kutendewa mimi. Ndio maana hapa anasema, waambieni wenye haki ya kuwa watakuwa heri, kwa maana watakula matunda yao. Na yule ambaye asiye haki, bado anasema mwambie, maana yeye ana ole. Huyu anayetenda haki ana heri, yule anayetenda mabaya ana ole, maana shari itakuwa kwake. Huyu anayetenda haki atakula matunda ya matendo yake, lakini huyu ambaye anayetenda mabaya ama ni mtu mbaya ana ole, ambaye ole inasogeza shari karibu yake. Anasema kwa maana atapewa ijara ya mikono yake. Ulichotenda utatendewa. Ulichotenda utatendewa. So kuna vitu vikawa vinanikuta bwana, wakati nasikia kama kwa nini hiki kimefanyika, kwa nini huyu amefanya hivi kwangu, nakumbushwa. Jamani, nimeenda nikifundishwa vitu vya ajabu sana. Nakumbushwa kile nilifanya na nishasahau, sababu nilifanya, yani unakuta kuna interval ya muda hata miaka. Sasa nikisema mimi nimeokoka miaka 88 huko. Sasa ukiangalia unakuja kupita kwenye vitu miaka ya 90 ama miaka 2000. Alafu unapopita hapo unaingia kwenye maombi kuomba, Bwana ananikumbusha kile nilifanya miaka 80 na yule niliyemfanyia. Alafu wengine kwa bahati mbaya sana wanakuwa washakufa. Oh my God. Wanakuwa washakufa. Kwa hiyo unakumbushwa. Nikakumbushwa. Nikasema kumbe ndo navuna. Sasa mbaya ni kwamba navuna hapa duniani na nisipokuwa mwangalifu. Yani hapo kuvuna duniani ni kukumbushwa. Unajua kila anayebeba kikapu kwenda shambani kuvuna anakumbushwa hicho anachovuna atalima, atapanda tena. Kwamba anatakiwa apande kitu. Unavuna hiki unakitoa kwa sababu ni kile kibaya nilichokifanya. Sasa ninapovuna ina maana ni zao linatoka shambani, linaondolewa shambani. Na linapoondolewa shambani, wakati huo ndio Bwana anasema na mimi kile ambacho, yani napata exactly kama nilichofanya kwa mtu mwingine. Lakini wakati huo nikifanya kwa mtu mwingine ilihesabika kwamba yalikuwa ni maisha, ilikuwa ni kawaida tu. Basi najikuta nakumbushwa, kumbe nakumbushwa kupanda. Kuna kitu natakiwa kupanda pale, pasibaki hivi hivi pakaja pakaota majani magugu. Kwa hiyo panda kitu ambacho kitazuia kile ambacho unakivuna sasa usije kuvuna kibaya. Kwa sababu ukishavuna shambani, tukishavuna mazao, si unaona majani yanajiotea tu, hakuna mtu anayeyaita. Wala wewe huendi kupanda mbegu ya majani. Utaona majani ya kila sampuli, hata kuhesabu huwezi kuhesabu kiingia kwenye hilo shamba. Ukianza kupick one by one, utajikuta una varieties, una aina ya majani, lakini nani alipanda yale majani? Wakati wewe ulikuja ukapanda mahindi, alafu ukavuna mahindi, lakini umetoa mahindi yamekuwa majani yamekuwepo, ni ya kila sampuli. Sasa tunapovuna hayo mabaya, ina maana tunakumbushwa tusije tukavuna mabaya zaidi, maana hilo ni vuno la kwanza. La pili ni hayo majani ambayo ukiyaweka hapo chini, ukisema unavuna ukayaweka hapo chini, utakutana na hiyo naosema varieties. Kwa hiyo utakuta kuna aina kama 10, 20 ya majani ambayo yako shambani kwako ambayo hujayapanda wewe. Kwa manake kile kimoja ulichokifanya kinazalisha. Na kinazalisha kwa sababu hata kama ulipanda mahindi, majani bado yataota.
Ndio maana kuna kupalilia. Sasa wakati nimepanda uovu, wakati nimepanda ubaya, wakati nimepanda kile ambacho si mapenzi ya Mungu, mwana wa Mungu lazima utambue kwamba kuna wakati wa kuvuna. Hakuna kinachopandwa kikakosekana kuvunwa. Kuna wakati wa kuvuna. Itakachotegemea ni kwamba ulipanda nini. Kama ulipanda mwembe, basi utahesabu miaka 3, 4, 5 huko na kuendelea. Kama ulipanda mchicha, yani wiki 2 tu ya 3 unaanza kuona matokeo. Unavuna. Na usipopanda, nilishapandaga mchicha mimi kwenye kwenye vitalu ambavyo nilikuwa natengeneza zamani huko. Unavuna mchicha, wakati mchicha uko pale, ardhi ni laini sana. Ukishavuna mchicha, yale yanayokuja kujiotea pale yanafanya ardhi inakuwa ngumu. Tena usipokuwa mwangalifu, unapokuja kupanda tena mbegu nyingine ya mchicha inadumaa. Inamezwa kwa sababu ule udongo ulishapokea kitu ambacho kisicho. Mchicha unadumaa, unakonda kwa sababu tayari unanyonywa. Sasa sisi lazima tuelewe ya kwamba maisha yetu tunaoishi hapa duniani ni vitu tunavyopanda. Vile tunavyopanda ndio matendo tunayotenda. Na yale matendo tunayotenda ndio tutakayo kuja kuyavuna. Sasa tumekuwa tukihubiriana ya kwamba tutaenda Jehanamu tusipotenda aliyo haki. Leo Roho Mungu anatukumbusha, akitufundisha, akitushauri, akituelekeza na kutusaidia, kutujulisha ya kwamba tuna mavuno ya kwanza hapa duniani ambayo yanatokea kwenye maisha yetu wakati ambapo tulifanya vitu kule nyuma. Kwa hiyo yale ambayo tuliyafanya yanakuja kuzaa. Daudi alifanya makosa na akavuna. Tena aliambiwa kabisa, alienda kuhesabu wana wa Israeli. Tena aliingia ndani yake akahesabu wana wa Israeli. Mungu akamtuma nabii wake akaseme naye, na akapewa mambo 3 aamue yeye mwenyewe. Njaa, vita, tauni. Akasema fadhali nianguke kwenye mikono ya Bwana, yeye ni mwingi wa rehema. Sasa tafakari yetu ya leo, nafikiri ni hekima kuanguka kwenye mikono yake Bwana, maana yeye ni mwingi wa rehema. Maana katika vyote ambavyo utakavyoweza kuvichagua ama kwenda navyo, vyote vimebeba hasara. Na hivyo sasa, yale ambayo ulifanya mabaya zamani, ambayo ndio yatakuja kutafuna ama ndio yanayotafuna sasa wokovu wetu. Tunashindwa kusimama kwenye wokovu kwa sababu tunadumaa. Kwa sababu ndani udongo ule mzuri tayari kumeshakuwa na muingiliano wa yale majani ambayo yameota hapo. Kwa hiyo chochote ambacho ukingoa yale majani, ukija ukipanda tena mchicha unadumaa. Mimi nilikuwa nakutoa vichicha vyembamba, miti yake membamba. Alafu inakomaa haraka, inakuwa haiendelei, hainawiri. Hata ule mti wa mchicha unakuwa ka unene fulani vile. Unaona kabisa rotuba imekaa vizuri kwenye mchicha, na kuwa unaona kakajiti kambamba kamekomaa mapema, ukikavunja hivi utafikiri kijiti kikavu. Yote hiyo ni kwa sababu gani? Yote hiyo ni kwa sababu udongo umeingiliwa. Sasa udongo, moyo wa mtu unapokuwa umeingiliwa na mambo ambayo yalifanyika zamani, alafu wewe hukutengeneza na hukujua kama ni makosa, ulijua ni kawaida tu, inakuja kuleta shida hii ambayo tunaiangalia leo. Wakati mimi niliyeokoka ninategemea kula matunda yatokanao na matendo mema ambaye nadhani nimefanya, kumbe kuna matendo mengine mabaya ambaye nilifanya, ambaye hayo bado yanadai malipo. Ndio maana hapa anasema mwambie sasa na huyo ambaye ni mbaya kwamba ana ole, maana shari itakuwa kwake. Udongo ule ambao ulibeba wokovu wetu utakuwa umeingiliwa. Na hiyo sasa, ukiwa umeingiliwa na shari hii, basi nitapokea ujira, nitapewa ujira wa mikono yangu. Nilifanya nini mimi kwa watu wengine? Nilifanya nini kwa ndugu yule? Nilifanya nini kwa yule jamani ambaye alikuwa ni mzuri kwangu lakini mimi nikamlipa mabaya? Nilifanya nini kwa mume wangu? Nilimdanganya kuhusu nini? Unajua kuna maisha ninaosema kwamba
Watu wanasema uongo, wanadanganya. Nafikiri kwamba ni jambo la kawaida. Jamani, kila neno, Biblia inatuambia sura 12 mstari wa 30 nasema kwamba kila neno linalotoka katika kinywa chetu tunakwenda kutoa hesabu yake. Sasa ili nisitoe hesabu yake, na tena ile wakati nisitoe hesabu yake wakati ule, maana hata hapa duniani nitakula, nitapata ujira wangu. Mimi nitakavyodanganya na mimi nitadanganywa. Nimeona watu ambaye nimekaa nao, wengine wakawa, yani nimekuwa karibu nao kwa namna moja ama nyingine, wakawa waongo kwa namna fulani, alafu nikaachana nao ama tukaachana ama wakaondoka kwa namna yoyote ile. Waliko kwenda kule, walienda kutumbukia kwenye kudanganywa wao. Manake kile walichokuwa wanafanya kwangu ndio hicho wameenda kukutana nacho. Sasa wewe unadanganywa na nani? Alafu utafuta ulimdanganya nani? Wewe unateswa na nani? Alafu katafuta ulimtesa nani? Wewe unahuzunishwa na nani? Alafu katafute ulimhuzunisha nani? Lazima utengeneze mazingira. Wakati ulimhuzunisha Roho wa Mungu kwa matendo yasiyofaa, na yeye pia kuna wakati sasa unamhitaji, hautamuona. Maana kile ambacho wakati anatamani kukaa na wewe, na wewe uko unamuudhi kwa sababu ya tabia mbaya, lakini kuna wakati utafika unamhitaji sasa akusaidie. Unamhitaji sasa aonekane kwenye mambo ambayo yanayokukabili, alafu hataonekana kwa sababu yale ambaye nilifanya kule nyuma nikamhuzunisha akatoka, bado yapo na ndio yaliyozalisha haya. Kwa manake mimi natakiwa nitengeneze kwanza. Sasa kabla hatujazungumza habari ya kwenda kuteseka jehanamu, kabla hatujazungumza habari ya kufa tukaenda kuzimu, tuzungumze habari ya kuishi kwetu leo. Leo tunaishi vipi? Kila mmoja aangalie maisha yake, maana kuna mambo tunateseka nayo hapa duniani, tunakimbia hapa na kule. Sasa kwa sababu sisi tulimdanganya Mungu, na sisi tunakutana na matapero wanatudanganya. Mtu anakuambia sijui lete hela ndio hii utakutoa. Kumbe wewe tafuta ni wapi ambapo ulimhuzunisha Roho Mtakatifu, ambapo sasa yamekukuta, alafu unamtaka, umeomba, unaona haonekani, hapatikani, kumbe hayupo. Alafu ndio sasa unaanza kwenda kwa wale ambao wanaokuibia. Sasa ulimdanganya Roho wa Mungu. Ulipokuwa umekosea, ulitakiwa kumweleza Roho wa Mungu waziwazi, mimi nimekosea, na yale anayokupaswa kwenda kumwambia yule uliyemkosea, kaseme uwe huru. Hayo ni maisha ya wokovu. Kinyume na hapo, jamani, nasema hivi, nimepita hapo, nimepaona. Mimi nimekuwa naingia hapo, alafu nakumbushwa, ndio natubu. Nasema tena, wakati mwingine unakuta unakumbushwa habari za mtu uliyemfanyia kitu wakati mtu huyu alishakufa. Nageuka kwa Bwana na mwambia, sasa hayupo, mimi nifanyeje? Natubu Bwana, natubu. Maana katika hayo yanayonisibu wakati huo na kuomba, niliomba lakini hakuna kitu. Kwa hiyo sasa yanapofika mahali yamegonga sana, ndio Roho wa Mungu ananiambia sasa, yani ananikumbusha. Najiona nilivyokuwa jambazi, najiona nilivyokuwa mbaya, najiona nilivyokuwa sifai. Hivyo ndivyo tulivyo, na ndivyo tunavyoendelea kukua. Bwana na kuonyesha wapi ulikuwa na wapi ulitoka, na athari zake zilikuwa ni nini, na kinachokukuta sasa hivi ni kitu gani. Sasa tuna maisha ambaye yamebeba mzunguko, ambaye maisha ya leo yanatokana na maisha ya juzi na jana na mwaka jana na miaka nyuma, lakini na maisha ya kesho ya kule tunakokwenda, ambao tunasema sasa ni mbinguni ama jehanamu, yanategemea maisha ya sasa, ambaye wakati huu yatakuwa yalikuwa maisha yaliyopita. Sasa kila mtu ajiangalie anavyoishi sasa. Kwa manake sasa yangu mimi nikisha tengeneza na Bwana habari za kule nyuma, sasa yangu ihesabike vyema mbele za Bwana. Maisha ya kuishi kimtego, ukitegemea ya kwamba kuna siku nitatubu, kuna siku hiyo inaweza isifike. Mateso yakawa mengi na ukafa katika mateso wakati haujaweza hata kutengeneza. Tafakari yetu ya leo inataka kutengeneza maisha yetu, kuweka umakini katika maisha yetu, kujitafakari katika maisha yaliyopita, yale ambaye niliyafanya yasiyofaa. Hebu nikajikague sasa, ili niweze kuepusha yale ambaye atakao nikuta kwa mimi kutengeneza. Na pia kama napita mahali pagumu, na nijikague. Yamkini ulishaomba sana na ulishaenda huku na huku, lakini Bwana hajasema. Leo anasema kwenye tafakari hii, na tukajikague. Bwana Yesu, bado tunahitaji rehema zako, maana kila itwapo leo tuko kwenye matengenezo. Unatutengeneza ili tufae
kuingia katika nafasi ambayo Bwana tuliipoteza tangu mwanzo. Tujalie neema hiyo. Tunaomba rehema zako ziwe pamoja nasi, tukitubu makosa yetu ambayo tuliyafanya bila kujua, ambaye yamekuja kutuathiri katika maisha yetu ya wokovu, kwa sababu yameingiliana kwenye udongo ule ambao ulipashwa wokovu ndio ukae na kurutubika. Lakini sasa kwa sababu ya michanganyo ile ambayo ilikuwa bado ipo ndani yangu, udongo huo umedumaza wokovu wangu, na hata wokovu sina tena tumaini nao. Nimeona kama ni mchosho wa ajabu kwenye maisha yangu, na kumbe wokovu ndio tumaini letu la uzima wa milele. Bwana Yesu, naomba ukaturehemu na ukatusaidie tuweze kuishi vyema. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini, amen. Mungu atubariki katika kutafakari.